Siku ya jana wakati natoka hapa kwenye kipenga kati usiku, taarifa zilianza kuzagaa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na Simba kunyimwa kufanya mazoezi kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini baadaye tukaona taarifa imetoka kwa Simba official, wanasema taarifa kwa umma. Simba Sport Club imesikitishwa na vitendo visivyo vya kiungwana dhidi ya timu yetu kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu MBC dhidi ya Yanga, Simba ikiwa timu mgeni. Kwa mujibu wa kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya kanuni ya ligi kuu bara, timu mgeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya siku ya mchezo katika muda tajwa wa mchezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya commission ya mchezo pamoja na commission wa mchezo husika kufika. Mabouncer wa klabu ya Yanga waliovamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu wakizuia msafara wa wana Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufafanuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda kwa zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo la nje ya uwanja kwa sababu za usalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo wa taratibu za mchezo, Simba haitashiriki mchezo na haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua stahiki dhidi ya wahusika wote wa sakata hilo. Imetolewa na management ya klabu ya Simba. Baada ya Simba kutoa taarifa hiyo moja kwa moja baadaye tukaona Yanga nao pia wametoa taarifa yao rasmi. Wanasema taarifa kwa umma, uongozi wa Young African Sport Club unapenda kuwataarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu wa MBC uliopangwa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 2025 dhidi ya Simba saa 1:15 usiku upo pale pale, hakuna mabadiliko yoyote. Young African Sport Club kama wenyeji wa mchezo, tunaamini taratibu zote za mchezo kama ilivyoelezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya MBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa Young African Sport Club utapeleka timu uwanjani Benjamin Mkapa kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, na hatutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika wanajangwani, wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu, wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani, nchi jirani, sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Imetolewa na mtendaji mkuu Andrea Mteni. Young African Sport Club wameitoa hiyo. Baada ya hapo tukaona bodi ya ligi pia ikatoa taarifa baada ya Simba na Yanga kutoa taarifa zao hizo. Tukaja kuona bodi ya ligi imekuja ikatoa taarifa, imesema taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji ya mashindano ya ligi kuu, bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB, katika kikao chake cha leo cha tarehe 8 mwezi wa 3 2025 ilipitisha shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo hao namba 184 wa ligi kuu MBC Yanga pamoja na Simba uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia majira ya saa 1:15 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba imeandika barua bodi ya ligi kueleza kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia ya kutoshiriki mchezo huo kwa sababu imezuiliwa katika haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi iliwaagiza maafisa wake wa mchezo ambao walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa ya tukio haraka ili hatua zinazostahiki ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa wa mchezo na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni ya 17 kifungu cha 45 ya ligi kuu haikuwasiliana na afisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka ya uwanja kuhusu nia yao ya kufanya mazoezi katika uwanja huo ili maandalizi ya kanuni yafanyike. Katika taarifa hiyo, kamati ilibaini pia kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa ni wa klabu ya Yanga walishiriki tukio hilo kuzuia basi la Simba kuingia katika uwanja kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 kifungu cha 45 cha ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi imepokea taarifa ya ofisa usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadha yaliyoambatana na tukio hilo la klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi
uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati, bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji na usimamizi wa ligi imeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni ya 34 kifungu cha kwanza ya ligi kuu kuhusu kuahirisha mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi itatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo na kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi Tanzania TPLB, Machi 8, 2025. Lakini tunajua kabisa kuwa upande wa mashabiki nao pia wamezungumza. Tupate nafasi ya kusikiliza hapa. Cheza mchezo. Sisi hatuwezi kucheza kwa sababu hapo kwa nini hamchezi? Hatuchezi kwa sababu ni watu wa kususa. Kaka umetoka Kagera? Kutoka Kagera. Kerwa Bukoba. Bukoba, lakini kutoka Bukoba unaenda Karagu, kutoka Karagu unaenda Kerwa mpakani na Uganda. Nimetoka kuja kuangalia Simba yangu. Msitake kutafuta kichaka. Na hao walijua kwa sababu wana sababu. Kasa nimekwambia ametoa Azim Dewji ametoka kwenye vyombo vya habari amezungumza. Amesema refari akiwa la Jiga hasi ninafungwa. Msemaji wao amezungumza na vyombo vya habari akasema mmuuliza nini? Akasema mechi ya tarehe 8. Akasema hivi, mechi ya tarehe 8 sisi tunasusia tuingize timu. Klipu zipo. Yaani wewe msitafute excuse. Kwenye kanuni wamevunja. Kanuni inasemaje? Kanuni inasema kama timu haijafanya mazoezi, ile timu ambayo mwenyeji ni faini $500,000 mpaka $1,000,000. Kanuni ipo. Hii ni jambo la kikanuni. Na kama timu haijaingia uwanjani, jambo la kanuni nasema hivi, timu maana yake inapewa mshindi pointi 3 na magoli 3. Hiyo timu jambo la pili inashushwa daraja. Hao unanyang'anya pointi 15. Hiyo ishatokea JKT Queens pamoja na Simba. Au mshasahau? Mwaka juzi pale JKT Queens na Simba atakiwa wacheze, JKT Queens wakwenda wakanyang'anya pointi 15. Hamshasahau nyewe watu. Katika jambo la kikanuni lazima tusimamie kanuni. Yanga oye. Yanga tarehe nyingine hatui. Tuelewane hapo. Alafu tuone na hiyo tarehe nyingine itapangwa tarehe nyingine. Baada ya mashabiki wa pande zote mbili kuzungumza swala hilo lote ambalo limewaumiza moyo wao na walitegemea kuona dabi, moja kwa moja unakuja kuona posti ambayo Arafati Haji pia yeye mwenyewe ameandika katika ukurasa wake wa Instagram. Ameandika kama ifuatavyo, ameandika nitakuwa wa mwisho kuamini kuwa kwa msimu huu wa 2024-25 Young Africans itacheza mchezo mwingine wa dabi zaidi ya uliokuwa umepangwa tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Haya ni maneno yake ambayo ameyaposti. Maswali yakawa ni mengi sana, lakini sio hivyo tu. Ujumbe wa mwanasheria wa klabu ya Yanga Simon Patrick baada ya taarifa ya bodi ya ligi kuhusu kuahirishwa kwa mchezo wa dabi Kariakoo siku ya leo unasema hivi: kamati ya uendeshaji ya ligi haina mamlaka ya kukaa na kujadili mchezo ambao haujachezwa. Kamati imeeleza kuwa watani zetu hawakuwasiliana na afisa yoyote wa mchezo, timu mwenyeji wala mamlaka husika, lakini bado wakaamua kuahirisha mchezo. Kimahesabu mnaahirisha mchezo ili kuizuia Yanga kupata alama 3 na kupokonya timu iliyogoma alama 15. Viongozi wetu msikubali jambo hili, ameandika mwanasheria wa klabu ya Yanga Simon Patrick. Yeye ndo ameandika katika ukurasa wake wa Instagram pia kwa siku leo.